Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance amezungumzia msimamo wa Marekani kuhusu Iran na hali ya sasa ya mazungumzo ya Marekani na Iran wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa na Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan. Baada ya kushughulikia makubaliano ya nyuklia yaliyotiwa saini hivi majuzi kati ya Marekani na Armenia, nafasi iliyofunguliwa kwa maswali ni suala la Iran lilibuliwa. Alipoulizwa kama Marekani itaruhusu urutubishaji wowote wa uranium wa Iran, makamu huyu wa rais JD Vance anasema, nitamwachia rais azungumze haswa mahala anapotaka kuweka mstari wa mazungumzo. Kwa kawaida hujadili hilo faraghani, kwani anaamini kutangaza nia yake hadharani kunaweza kumzuia katika majadiliano ya faragha. Aliendelea kusema kwamba nadhani rais anajihifadhia nafasi ya kufanya maamuzi, na hayo inamaanisha kutoonesha kadi zake nyingi hadharani. Alipoulizwa kama ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji ulichangia katika mazungumzo hayo na ikiwa Marekani inalenga kujumuisha uhakikisho wote wa haki za binadamu katika makubaliano yanayowezekana, makamu huyu wa rais amesema naam, kama rais amesema hadharani, haki za binadamu zimekuwa sehemu kubwa ya mazungumzo ambayo tumekuwa nayo. Kwa ufupi ni kwamba wakati huu Marekani imekuwa na wakati muhimu na tahadhari juu ya mazungumzo yake inayoendelea nayo dhidi ya Iran. Tunasimama na watu wa Iran, aliongeza. Ukandamizaji bila shaka ulikuwa wa kikatili, na kama rais na utawala mzima wamesema tunasimama na watu wa Iran. Tunasimama na haki ya maandamano ya amani duniani kote, na kwa hakika watu ambao wanataka kutekeleza haki hiyo nchini Iran. Mazungumzo bado yanaendelea kufuatia mkutano wa Ijumaa iliyopita kati ya wajumbe wa Marekani na Iran nchini Oman. Katika mkutano huu, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, Jared Kushner na kamanda mkuu wa kamandi kuu ya Marekani Admiral Brad Cooper walikutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na maafisa wengine wakuu wa Iran kujadili suala la nyuklia la Iran. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yamekuwa ni gumzo mno nchini Iran, haitokubali kuharibu uranium iliyorutubishwa wala kuipeleka kwenye nchi zingine, na moja kati ya jambo ambalo wako tayari nalo ni kupunguza tu urutubishaji wa uranium, lakini pia wanataka vikwazo vyote vya kiuchumi viondolewe. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa moja kati ya mambo ya ndani yaliyopo katika utawala wa Rais Donald Trump ni mkanganyiko miongoni mwa maafisa. Baadhi ya maafisa wa ndani hawakubaliani na mpango wa vita dhidi ya Iran, lakini pia kuwa na mazungumzo ya namna ya kukamilisha mpango huu wa nyuklia, ikiwezekana kuhakikisha Iran haiwi kabisa na urutubishaji wowote wa uranium. Lakini baadhi wakisema kwamba Iran inaweza ikarutubisha uranium kwa kiasi fulani, lakini kisizidi kiwango fulani, vinaeleza vyanzo. Vyanzo vingine vilieleza kuwa mkutano wa awali ulikuwa ni mwanzo mzuri ambao kimsingi ulizingatia mchakato wa mazungumzo badala ya maswali muhimu yaliyo hatarini. Wamarekani wameripotiwa kutarajia wa Iran kuja tayari kutoa makubaliano juu ya suala la nyuklia na mambo mengine kwa mkutano ujao. Siku ya Jumapili, Araghchi alisema kuwa kusitisha kabisa urutubishaji wa uranium ni jambo lisilokubalika kabisa kwa Iran. Majadiliano yanapaswa kuzingatia matukio ambayo urutubishaji wa uranium unaendelea, pamoja na uhakikisho kwamba urutubishaji huo ni kwa madhumuni ya amani pekee, alisema. Hata hivyo, moja kati ya mambo mengine ambayo wakati huu yamekuwa yakitajwa ni pamoja na jinsi ambavyo taifa la Israel limekuwa likishinikiza Marekani kuhakikisha Iran haliwi taifa la nyuklia, na kwa taarifa zilizopo ni kwamba Israel imesema ipo tayari kuingilia kati kijeshi bila msaada wa Marekani ikiwa wataiona Iran ikiwa inarutubisha uranium, lakini pia wakiona Iran ikiendelea na makombora yake ya masafa marefu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani. Kupitia hapa The World News utaweza kuyajua yote hapa.